Sema nendeni mtulize maandamano. Unarudi chuoni unakuta wanafunzi wamebeba maandamano, eti tuendelee na maandamano. Hawajui kilichokukuta. Kwa hiyo ndugu yangu IGP Wambura, mimi nakushukuru sana. Inawezekana ndio umesababisha leo nimesimama hapa kama mkuu wa mkoa. Nimefahamiana naye kwa muda tangu nikiwa mkuu wa wilaya ya Kaliua, lakini kwa wakati huo pia nikiwa na kaimu wilaya ya Tabora mjini ambayo dada yangu Pendo upo. Tumefahamiana tangu kipindi hicho mwaka 2022, ndugu yangu Richard Yabwao. Kwa sifa zake nyingi zimezungumzwa na zimesemwa, sina haja ya kuzirejea. Ndugu zangu, siku ya Jumamosi majira ya saa 6 mchana tulipokea taarifa ya kusikitisha na kustua kuhusu kifo cha ndugu yetu Richard Yabwao, ambapo alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Binafsi nilishtushwa na taarifa hizo, kwani zimekuwa za ghafla katika kipindi hichi ambacho tulikuwa bado tunamhitaji. Binafsi pia nimepata fursa ya kufanya naye kazi kama nilivyoelezea katika nyakati tofauti, ambazo kazi hizo na majukumu yake alikuwa akiyatenda kwa weledi mkubwa sana. Ni mtu ambaye hachoshi, unafurahi na unafurahia kufanya naye kazi. Hasa kwa mtu kama mimi ambaye sio mvivu kufanya kazi. Kwa tulimechi vizuri sana na ndugu yangu Yabwao. Amesema jaji mfawizi amenishuhudia nikitoa machozi mara kadhaa. Ni kweli. Ndugu zangu, mimi nina vitu viwili. Sicheki wala silii, ila nafurahi. Lakini kwa mara ya kwanza nililia kwenye msiba wa bibi yangu. Mimi nimelelewa na bibi mzaa baba, kwa nilitoa machozi nikalia. Kwa mara ya pili ni leo nimemlilia ndugu yangu Yabwao. Sijawahi kupata kicheko. Kitakapokuja siku hiyo itajulikana kilikuwa ni kwa sababu gani. Kwa hiyo nyakati zote ambazo nimemjua nikiwa mkuu wa wilaya, lakini kwa mara ya pili ni pale nilipoteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mkuu wa mkoa huu wa Tabora. Kwa hiyo ikanipa nafasi kubwa ya kufanya naye kazi kwa ukaribu. Na kazi nyinyi mmezishuhudia, wala hatuhitaji kuzieleza na kuzielezea. Yabwao alikuwa ni kiongozi mwenye kujituma sana, mwenye nidhamu na aliyeweka mbele maslahi ya wananchi katika kusimamia ulinzi wa raia na mali zao. Katika kipindi chake cha utumishi hapa Tabora, alionyesha ushirikiano mkubwa kwa watu wote bila kujali nafasi zao, rika, jinsia, uthabiti wa kiutendaji na moyo wa kuhakikisha mkoa wetu unakuwa mtulivu wakati wote. Ndugu zangu, Yabwao alikuwa mwenye ushirikiano katika shughuli mbalimbali za kijamii kama zilivyotajwa hapa. Yapo makundi mbalimbali mengi, makundi ya kidini, tena dini mbalimbali. Alikuwa Mromani, lakini alikuwa analea mpaka makundi mengine ya madhehebu mengine. Alikuwa mlezi wa vikundi mpaka vya wanakwaya. Ipo kwaya ya dhehebu moja ambayo haikupata nafasi ya kuimba, lakini ilitamani. Yabwao alikuwa mlezi wao. Alikuwa mlezi wa timu yetu, ilikuwa mahiri sana, Tabora United, kama ilivyoelezwa hapa. Na aliteuliwa bila kuulizwa na hakukataa, na alihudumu vizuri. Kwa yote hayo na zote hizo ni sifa ambazo
zinafanya watu tububujikwe na machozi. Wito wangu kwenu ninyi waombolezaji wenzangu, katika kazi hizi tunazoaminiwa tunazofanya kwenye maisha yetu ya kila siku, tupendane, tushirikiane, tujitume kwa moyo kuhakikisha kwamba jamii tunayohudumia na kuisimamia inapata huduma iliyo bora, ili siku tukiondoka na sisi tukumbukwe kwa mema kama anavyokumbukwa ndugu yetu Richard Yabwao leo. Ndugu waombolezaji, yamesemwa mwengi. Abwao leo amelala hapa. Niwahakikishie kuwa serikali pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kusimama imara. Vitaendelea kuwalinda wananchi wa mkoa wa Tabora. Maana pia ndio jukumu tulilo nalo, wa kuwapa uhakika wa kulala na kuamka mkiwa salama, bila kuhofu mtu wala kikundi cha ujambazi wala kibaka. Ndugu zangu, mkoa huu ni mkoa mkubwa kuliko yote hapa nchini, lakini ni mkoa wenye idadi namba 3. Ni mkoa wa 3 kwa idadi ya watu. Kwa hiyo inabidi na tunatakiwa kuweka mguu chini kweli kweli, ili kuwapa huo uhakika wa kulala na kuamka mkiwa salama. Matukio yote ambayo mmekuwa mkiyaona, inawezekana, na nimekuwa nikisema mara kadhaa, inawezekana mhalifu akafanya tukio, lakini tulishawapa uhakika hawezi kufika nalo salama, tutambaini. Ndugu zangu, yapo matukio ambayo ni mengi, mngekuwa mkielezwa wananchi, inawezekana mngekuwa mnaishi kwa taharuki. Lakini vyombo vya ulinzi na usalama vyote mnavyoviona hapa, kila mmoja kwa namna yake, tumefanya kazi kubwa. Lakini kwa jeshi la polisi lililokuwa likiongozwa na Richard Yabwao, imefanya kazi kubwa sana kuhakikisha mkoa huu unakaa na unakuwa kwa utulivu, na watu wanafanya kazi zao bila kuhofu, wanalala, wanaamka bila tatizo lolote. Amesema mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi hapa. Mimi nikuhakikishie mwenyekiti, na niwahakikishie wananchi wa mkoa huu wa Tabora kuwa mkoa utaendelea kuwa tulivu. Tutaendelea kuwalinda kwa nguvu zote na kwa uchu. Yanayosemwa wala yasikubabaishe. Huu umati uliokaa hapa leo ndo unaomfahamu Abwao. Hao wanaozungumza huko ni mtu na magenge yake ya uhalifu. Niwahakikishieni ipo siku tutawafikia na wao watajibu. Ndugu zangu, nchi haiwezi kupelekwa, nchi haiwezi kulindwa na uhalifu. Nchi italindwa na vijana mnaoona hapa, walioapa kufa kwa ajili ya nchi hii, sio magenge ya kiuhalifu mnayoyaona na kuyatazama. Kwa hiyo askari wote, wala hata isiwakatishe tamaa. Wekeni mguu chini, fanyeni kazi mliotumwa na nchi. Mmetumwa na nchi, hamjatumwa na mhalifu. Kwa msiwe na shaka, msiwe na hofu. Fanyeni kazi. Umma huu uliokaa hapa, uliokusanyika hapa, unajua kazi yenu. Baba Askofu, wakati nahitimisha hotuba yangu, niendelee kuwashukuru familia, baba, mama, mke na mtoto wetu Irene. Niwashukuruni sana. Jeshi la polisi niwashukuruni sana. Nimshukuru IGP ndugu yangu Camillus Wambura. Niliwahi kuwapa story hapa katika viwanja hivi nikiwa chuo kikuu cha ardhi, nikiwa rais wa serikali ya wanafunzi. Tunaendesha mgomo. Wambura nafikiri akiwa CCID pale Kinondoni. Aliwahi kututandika viboko. Tumeendesha mgomo, viongozi wote tukakamatwa, tukawekwa tulikowekwa, tukatandikwa viboko. Alafu akasema nendeni mtulize maandamano. Unarudi chuoni unakuta wanafunzi wamebeba maandamano, eti tuendelee na maandamano. Hawajui kilichokukuta.
Kwa hiyo ndugu yangu IGP Wambura, mimi nakushukuru sana. Inawezekana ndio umesababisha leo nimesimama hapa kama mkuu wa mkoa. Kwa na waheshimu sana jeshi la polisi na vyombo vingine vyote vya ulinzi na usalama. Mimi kama mkuu wa mkoa najua kazi yenu. Hao wanaozungumza acha wazungumze, ni kwa sababu tu nyinyi mpo. Ingetokea hampo hata dakika moja, hakuna anayeweza kusimama akazungumza naye yazungumza. Na siasa ni sayansi. Usipoielewa utabakia tu mropokaji na mpiga kelele kwenye majukwaa na mitaani. Ndugu zangu, mimi nirudie kuwashukuru wananchi wa mkoa huu wa Tabora. Mmemheshimisha Richard Yabwao, mmempa heshima yake inayostahili, na heshima hii haikuja kwa bahati mbaya wala bure, ni stahiki yake. Lakini la mwisho niwape salamu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewapa pole sana wananchi wa mkoa wa Tabora. Amesema niwape pole, amepokea kwa huzuni kubwa. Amesema anajua na amekuwa akifuatilia matukio mbalimbali ambayo yanayazima jeshi la polisi hapa. Akasema ni wazi wananchi wa mkoa wa Tabora watakuwa wamehuzunika. Ametuma salamu hizo, naombeni mzipokee pole za Mheshimiwa Rais. Mwisho nirudie tena kutoa pole kwa familia ya marehemu, jeshi la polisi na wananchi wote wa mkoa wa Tabora kwa kumpoteza kiongozi huyu ambaye sifa zake zimeelezwa na kila mtu. Hatuna namna, mapenzi ya Mungu. Richard Yabwao amevipiga vita vilivyo vikali. Mwendo umeumaliza, imani umeilinda. Lala salama mpendwa wetu Richard Yabwao. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana. Wapumzike kwa amani. Asanteni kwa kunisikiliza.